Bana, tupo airport hapa kwa ajili ya kumpokea star muziki wa Bongo Flava Vanny Boy Rayvanny. Huyu hapa ameshawasili nchini Tanzania akitokea nchini Canada, ambapo nadhani wengi mliona balaa ambalo alilifanya kwenye show ya ufunguzi wa kombe la dunia kule Canada, lakini pia tuliona kile ambacho alikifanya pale kwenye stage ikiwa na Nora Fatei. Sasa huyu hapa Rayvanny amefika, tutazungumza naye mawili matatu aweze kutuambia experience yake ilikuwaje, lakini pia anazungumziaje performance ile, lakini pia na majibu yapi kuhusiana na yale ambayo alikuwa akizungumzwa kuwa bila Nora Fatei asingepata ile show na vitu kama hivyo. Maneno ni mengi sana alizungumzwa, so tuko naye hapa, tutazungumza naye tupate majibu yake kuhusiana na kile ambacho alienda kukifanya nchini Canada. Chui, mambo vipi? Pole sana kwa safari. Wadogo njoo. Shika hizi mic. Shika. Shika kwa record. Nenda basi shike pale karibu. Sogelea. So kitu kidogo kwa msanii wa Tanzania, East Africa kuwa recognized na kwenda kuperform FIFA World Cup. So kitu kidogo kwa sababu ni show ambayo inakuwa inaonyeshwa dunia nzima. Kwa hiyo unaonekana sehemu zote. Alafu ni platform ambayo ni very famous all over the world. Kwa hiyo wasanii wako wengi sana. Kwa kuwa mmoja ya wasanii wanaoperform ni historia. Kwa hiyo hata nilipopata email mwanzo I was going crazy kwamba bana hawa ni maskamu au wenyewe. Lakini God is good kwamba kulikuwa kuna a lot of obstacles, kulikuwa kuna changamoto nyingi, kuna vizingiti vingi, lakini niliweza kufanikisha kufika na kuperform. Kwa hiyo God is good. Ni kitu kikubwa kwangu, lakini kitu kikubwa kwa industry pia. Yeah. Ray, hongera sana kwa show kubwa na nafikiri mapokezi yalikuwa ni makubwa. Ulitoa taarifa on short notice, lakini watu wakapokea kwa ukubwa. Baadhi yao wakawa wanabisha kwamba wewe bana, mbona FIFA hawaja kuposti, umeposti mwenyewe na nini, lakini umeenda kufanya show kubwa sana na wote tumeona. Kwanza ukiwa umetangaza kitu kikubwa kama hicho kwenda kuwakilisha nchi, alafu mapokeo yakawa kama yale, wewe inakukata kwa namna fulani? No, hainikati kwa sababu hii issue inaenda na mentality na akili ya mtu. Ujue kitu ambacho ukijui, afu mtu akaongea kitu ambacho hakijui. Kama kuna mtangazaji mmoja nilikuwa naona anaongea, Ray anajitengenezea hapa, nikaza maskini ya Mungu. Hajui. Kwa hiyo mtu ambaye hajui na wewe ukachukia, unakuwa unaonekana wewe ni mjinga kwa sababu wewe unajua uhalisia. Ukweli ni kwamba wewe unajua FIFA au ukiona angalia ile show, umeona yule dada anayetangaza pale mwanzo. Unaelewa sasa, kama umekuwa tu umeenda tu anakutajaje. Alafu kiangalia zinapitaga names pale, performance ikiwa inaendelea, unaona majina yamepita pale. Si uliona jina pale? Niliona. Yes, afu kitu kingine, ile ni platform kubwa sana. Ni kitu kikubwa sana. Havifanyiki vitu vya one time. Yaani kuingia tu pale, it's a lot of process. Huwezi ukaenda tu pale. Huwezi kuperform bila mkataba. Na mkataba wenyewe sio tu tumesaini mimi na wewe tumemaliza. No, kuna mkataba unasaini wa kwanza na kuna ile kama wanaita docu sign. Yaani na sign mimi and then it has to be approved kwa watu karibia 21. Wote wana sign pia. Wakisaini watu wote ndio mkataba wako unakuwa uko approved. Kwa hiyo tulianza process za kusaini mkataba. John, ilikuwa tarehe ngapi? Tarehe 4, tarehe 3. Tarehe 4, tarehe 3. Lakini mpaka kuja kwa confirmed kabisa ni tarehe 8, tarehe 9. Sio, umenielewa? Mwezi huu hapa 6. Okay. Leo tarehe ngapi? Ni mwezi uliopita manake, sio? Kwa hiyo sasa unatakiwa ujue kwamba sio kitu cha one time. Na pale haiwezi kusema eti hata mimi nimefika pale nimemwona mwanangu eti njoo, huwezi. Kwa sababu ukipanda pale bila information yoyote unaweza kwa suu kwamba natakiwa mnilipe. Si watakudai, utawadai. Ukifika pale ukaimba wimbo lazima upate waiver ya label, management, team. Katika show ambayo nimesign vitu vingi ni show hii. Yaani it was a lot of things at the same time. Kwa sababu wakati nimetumiwa email, I was so happy kwamba naenda kuperform FIFA. Lakini challenge ilikuwa ni moja, kwamba
mimi najua na visa muda wote kwa sababu inakuwa na visa za muda mrefu zote. Kwa nikawa najua visa ya Canada ipo hakika. Lakini akili kaniambia double check. Kuangalia visa imeisha. Alafu hiyo ilikuwa ni tarehe 4 kama sikosei, tarehe 4 ndo nimetumia mkataba, lakini walinitumia email ya mwanzo kwamba FIFA, na nilikuwa kama tarehe 28. Kwa baada ya kunitumia hapo kuangalia visa sina, nilijiona mjinga sana kwa sababu kufuatilia visa za Canada zinachukua almost miezi 3. Kwa hiyo honestly speaking ilikuwa haiwezekani. Lakini kwenye baadaye waliponitumia mkataba mimi nikajua nitaendelea na process, lakini nitakuja kuambia baadaye. Visa nikipata au nikikosa whatever, lakini nisikwamishe process. That was a big mistake kwa sababu kuna sehemu wanakuambia kwamba if you are not sure kama utakuja au yani excuse unaweza kupokea labda uumwe, labda sijui kifo au kuna taarifa yoyote ambayo ya kiserikali, lakini sio tu excuse zingine za kijinga. You have to be sure. Kwa hiyo ukiwafanya wajinga unaendelea na process alafu ukakosa na wamekutangaza, unaweza ukajibani tena next time ukakosa opportunity ya kuitwa. Kwa nikasema ngoja niwe mkweli, nikamwambia bana I'm working for my visa. I don't know if I'll make it. Wakasema how long does it take? Nikasema normally ni 3 months. Are you gonna make it? Nikamwambia yes, I'll make it. Huyo dada anaitwa Rosemary if I'm not mistaken. Yes, nikasema I'll make it. Kwa hiyo nikafanya mambo ya kuzungumza na serikali, kaongea na Mheshimiwa Makonda, kanitafutia barua BASATA, lakini nimshukuru sana my brother Msigwa pia nilizungumza naye kwamba bro, hii kitu kwa ajili ya taifa. So what can we do? Tukaweza ku-expedite, nikapata visa on time. Kiukweli serikali walijaribu kwa reach out ubalozi na serikali ilivyozungumza na ubalozi pia nishukuru ubalozi kwa sababu waliweza kuelewa. Kwa hiyo wakafanya kitu ambacho ilikuwa ni ngumu yani kufanyika. Lakini tunadhani nilizungumza nao na kuna barua tuliwapelekea around tarehe 2. Tarehe 5 nikapata visa. That's nice. Yeah. So baada ya kupata visa, cha kwanza nawapigia wao, sasa tuko na time difference, kumtafuta nani ikawa ngumu. Baadaye nikawatumia email kwamba you have a visa, maybe tukaanza na promo. Sasa wale wanavyofanya ni kwamba wana press kila kitu kwenye eneo lake. Yaani kwamba wasanii hao ndio watakao perform confirmed au kwenye matangazo, wanatuma kwenye media, kwenye TV, kwenye everywhere, kwenye screens, kwenye nini, kwenye matangazo ya kila sehemu wanapeleka matangazo. Kwa hiyo walikuwa washapeleka matangazo kabla mimi sija confirm. Okay. Kwa by the time na confirm matangazo yalikuwa yashaenda. So akaniambia that's impossible. Hatuwezi kusema turudi tena tuambie okay guys sorry there is another one. You cannot do it. Kwa hiyo for that point nikaelewa, lakini nikasema but can I have mine to post on my channel? Umeona? Basi ilichukua kama 3 days. Mzava kila siku akawa ananiuliza, bana hiyo posta vipi? Nikamwambia subiri. I'm on it, wataituma tu. Kwa hiyo tukasubiri kama siku 2 siku tatoka nimefika Canada. Ilikuwa kama siku 2 siku 3 wakanitumia posta ya mimi kupost. Ndio maana ulichelewa kupost. Ndio maana nilichelewa kupost. Kitu kingine katika kosa kubwa ambalo unaweza ukalifanya na ukawa in trouble ni kujitengenezea vitu. Hata kama uko kwenye hiyo. Sasa yani ni kosa kubwa sana. Yani huwezi kaenda eti umejieditia eti oya nipigie AI nitolee. Ni kesi kubwa sana. Yani utengeneze posters kama wanawe uko kwenye. Yani huwezi kutumia. How can you do that? Yani hata kama umeitwa na mtu pembeni yote umejitengenezea cover na upo unaamba pale ni kesi kubwa sana. So you cannot do it. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Ila vitu kama hivi sometimes you have to explain to people, watu waelewe. Kikubwa ambacho mimi nilikuwa nakiangalia sio kwanza kubishana au kujitetea. Onyesha mkataba, onyesha picha. I'm too old for that. Lakini naamini kwamba tunakuwa tuna inspire pia watu wengine. Alafu ukifanya ile show watu wanashindwa kujua. Ile show ukifanya unakuwa unaifungua industry yako wewe. Mtu akiona huyu Rayvanny ana perform atataka anifuatilie. Akikufuatilia anakutana na wasanii wengine ambao related to you. Si unanielewa? Si unanielewa ninachokwambia? Na pengine wasikupende wewe, wakawapenda wasanii wengine waliowaona kupitia wewe. Si unanielewa? Kwa hiyo as I'm talking to you right now, FIFA wamemfollow Diamond. Kupitia wewe. FIFA World sitaki kusema kupitia mimi. Na nilikuwa nakupa tu mfano uelewe, yani kwamba wamemfollow. How?
So you have to know kwamba kipindi hiki. Yes, wamemfollow. Wewe ukienda ukaangalia wamemfollow. Okay. Kwa hiyo mtu anaweza kaingia pale akaingia kuta nifanye nyimbo na Mario, nilifanya nyimbo na Harmonize, kuta nilifanya nyimbo na nani, wakakufahamu watu wengine, wakawafahamu watu wengine kupitia wewe. So sometimes sio kitu cha kusema utakicrush au kawaida kaitwa tu. Amna mtu anakuita tu. Kila msanii ana watu wake ambao wa karibu. Ukiona umeitwa, unajua umehitajika. Nienda kwenye show ya Feregola, watu wakaongea. Wewe unaenda show za nadandia, unadandia how? Can't you see process inaanzia wapi? Mimi Feregola alinitafuta tufanye collab. Feregola msanii mkubwa sana. Alinitafuta tufanye collab, aliona kitu kwangu. Tukafanya ngoma watu wakaipenda. Then akaniambia na show Belgium mara ya kwanza. We have to do it bro. Nikamwambia time ambayo tukaenda nikafanya show Belgium, nilikuwa na shoot video ya Oma Matetema India. Kwa tulishindwa kufanya. Akamwambia bro, I'm doing another one in Paris, Aqua Arena. Nikasema let's do it. Aliweka posta yake, akaweka na posta yangu. So Wakongo walianza kumock kwamba anamtegemea Rayvanny ndo ajaze. Watu hawajui. Wabongo wenyewe hawajui, hawafuatilii, hawadili na chochote. So mpaka mimi nimefika, wanaona kijiji, ndio wanaona umedandia. Wewe ndio umedandia kuangalia. Lakini show ilikuwa imepangwa muda mrefu. Msanii anaenda pale, siendi kutembea pale au kumsalimia. Naenda kuimba kazi tulofanya. Do you know how much napata? Unajua nakutana na watu wangapi? You don't know. Kwa hiyo wewe kwa mfano sasa hivi media yote iko hapa, lakini wewe nikikuuliza sasa hivi hapa kuna nyimbo inaitwa I Love You. Nimefanya mimi na mtu anaitwa Saifond. Unaijua? Uijui. Lakini ilikuwa imetoka ni nyimbo namba 1 Guinea Conakry, imekaa namba 1 Spotify kila sehemu karibia mwezi unaenda. Big numbers, TikTok imeenda karibia 1 million videos. Kwa maana yake nikifika Guinea Conakry nafanya show uwanjani, of course naenda. Ukiona kijiji utasema kadandia. Wewe ndo unadandia, you don't have facts. Hujui. Na mimi kitu ambacho nafanya, I don't have to deal with fans au mashabiki eti wanatakiwa nisifie, wanatakiwa nione noma. No. I'm doing my own things ambazo najua kabisa hizi ni sawa. I'm getting my money, I'm getting my fame, na naenda kwenye events kubwa na deal na vitu vikubwa. That's what I'm fighting for. Sina muda wa kupigania eti kitu cha kusema bana nataka watoto niwaonyeshe, sina mtu wa kumuonyesha. I'm doing my job na ndo maana mimi I'm calling myself big one. Kwa upande wangu mimi. Kwa hiyo ninachokifanya nakuwa naamini hichi kitu ni proper. Ingekuwa ni mambo ya kudandia wakati 2022 Maluma kaperform FIFA, Nora kaperform FIFA. Na tulizungumza, lakini nilikuwa naenda kwenye show, nilikuwa naenda kwenye tuzo za Afrima Marekani. So the day narudi ndo siku wana perform wao. Kwa nisingeweza kusema nitaenda, lakini hii nimeenda kwa sababu gani? Umeitwa, umehitajika. Mtu atakwambia Tetema kila siku. Ungewaambia basi mashuleni huko waache kuimba wimbo wa taifa, tutafute hata singeli moja. Mungu ibariki Tanzania. Lakini kila siku shikamo mwali. Nenda hata leo wewe umesoma mwaka gani si shule? Ni vile vile. So kuna nyimbo zingine ukipata Mungu akubless. Alafu ni wimbo wangu nimwachie nani? Kwa Tetema ili tuko na perform pale. Mtu anakuambia Tetema mwaka huu. Tetema ni wimbo mpya if you don't know. Inaitwa Oma Matetema, imetoka mwaka jana. Mwaka jana na sasa hivi inaweza kana miezi 8, 7. Na iko na milioni 100 na. Iko na milioni 100 na. Kwa hiyo what I'm telling you ni kwamba tunachokifanya tufanye tu kwa ajili yetu. Tunafanya kwa ajili ya taifa na generation inayokuja. Wewe unaweza ukasema unaongea au unataka umdogoshe Rayvanny, uwezi bro. Uwezi bro. Yaani mtu hata ongee tu media sijui nani eti wewe hamna kitu. I see you like a stupid kwa sababu I'm telling you. Nikimaliza interview na wewe hapa nasubiriwa na Rolls Royce nje hapo. Do you know how much it cost? What are you talking? Nikilala kwangu sina haja kuwasha feni au AC. Napigwa na upepo wa Mungu. Niko rooftop. Sina nyumba za kukaa ghorofa 2 mimi. I'm not bragging, but I'm telling you kwamba vitu vingine unatakiwa ujifunze. I'm not ready to wait kwa watu ku appreciate au vipi. I'm doing my own things. Lakini kwa wale wote ambao nimeona comments zao, watu kwenye industry, mashabiki wengine wanao appreciate, nawashukuru sana kwa sababu inakupa moyo, inakupa nguvu ya kuendelea kumove na kuendelea kupush na kuendelea kusonga mbele. Wakati namtoa mdogo wangu Kuslav, kila mtu alikuwa anaongea
Amna kitu. Msanii sijui hajafikisha hata 10 ngapi, sijui hajafikisha ngapi. As I'm talking to you right now, anakaribia miezi miwili tu. YouTube ana 20 million. TikTok ukiingia ikitoka finale inafuata ngoma yake kwa namba. Unanielewa sijui, na ni msanii na miezi hiyo miwili. Dance for me. Dance for no moyo, lakini dance for me pia. So what I'm telling you ni kwamba Mungu akikubless anakubless tu, hata watu wakiongea uhalisia unabaki. Kwenye hii dunia ambayo tupo, hutaki kuchanganywa na maneno, hutaki kuvurugwa na mtazamo wa mtu, ni kitu chake anachoongea. Hata interview nayo ongea hapa, kuna mtu mwingine atakuwa amekaa chini, kakaa kwake atatukana chini, lakini hata ukitukana, hata ukisema, hata ukifanyaje, you cannot change uhalisia. Uhalisia unabaki uhalisia. Kama mtu anafanya vizuri, anafanya vizuri, anasifiwa. Na mimi nishasifiwa sana mpaka hapa nilipofika. Kwa hiyo muda huu ulipofika ni muda wa action tu. Mimi nafanya action tu. Sisubiri unisifie au unicriticize. Taja wasanii wako wakali, wasifie wasanii wako wakali, lakini mimi I'm doing my things. Alafu wewe mwenyewe utakuja utaniambia. Sawa, Rayvanny, kwa sababu umetoka Canada na mashabiki wengi baada ya kuona ile main event ambayo Nora Fateh alifanya performance, question mark zikabaki, kwa nini Rayvanny hatujamuona kwenye main show? Okay. Zote ni main show. Kwa sababu nilofanya mimi sio fan festival. Niliona kuna mtu anachanganya. Anasema Rayvanny kafanya fan festival. No, that was countdown concert. Yaani unajua ile Christmas au mwaka mpya ile. Siku kuna countdown ya kwenda kwenye mwaka. Ule muda ni muhimu sana kuukaribisha mwaka. Yaani ule muda wa mafataki ule ni muda muhimu sana kuukaribisha mwaka. Kwa countdown concert ni show muhimu sana. Yaani kiufupi sisi ndio tumekaribisha ceremony zote. Kwa sio show ndogo. Zote ni main, lakini walio perform wote, Rema, Burna Boy, mimi nimefanya countdown concert, Davido kafanya countdown concert as well. Lakini kina Rema, Burna Boy, Tyler, wale wamefanya opening ceremony kwa sababu walikuwa na FIFA songs. Wana nyimbo za FIFA na ndio maana Rema hajaimba Calm Down. Wala Tyler hajaimba sio wote singo magani. Kaimba nyimbo za FIFA. Nakuuliza wewe sasa, ulinisikia mimi nimeimba nyimbo ya FIFA? Ningeenda kuimba nini pale? Tetema. FIFA tetema. So it's about understanding too. Ningekuwa nimefanya official song ya FIFA, of course ningeenda kuimba kwenye opening ceremony. Yeah. Na pia ni mimi mwenyewe tu. I was not available. By the time napigiwa simu na kina Nora, sikuwa available. Walimtafuta Vege Dream, yule Mfaransa. Kwa wamefanya na ikawa ni wimbo ambao mpita kwenye album ya FIFA. So that's why uliona wasanii wote walio perform walikuwa na nyimbo za FIFA. So na mimi nilitakiwa uimbe wimbo wa FIFA. Ningeimba lakini nilikuwa timing zangu zimepishana. Okay. Lakini I believe kwamba next time we'll do big things. Sasa Rayvanny